Ulifanyika uchaguzi wa kamati ya uongozi, na kama mnavyojua Mheshimiwa Lourenço, rais wa Angola, amemaliza muda wake wa wenyekiti na amemkabidhi kijiti rasmi Mheshimiwa rais wa Burundi ambaye sasa anakuwa mwenyekiti wa AU. Lakini pamoja na rais wa Burundi kuna makamu wa kwanza wa rais ambaye anakuwa ni makamu mwenyekiti wa AU, ni Mheshimiwa Mahama, rais wa Ghana, na wa pili, makamu wa pili wa rais ni rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo mwakani Mheshimiwa Mahama, rais wa Ghana, anatarajiwa kuwa mwenyekiti wa AU 2027, na baada ya hapo 2028 ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Makamu watatu hawajaweza kuafikiana mara hii, ingawa ilijadiliwa sana, lakini ilikubaliwa kwamba makamu watatu atachaguliwa katika kikao kijacho. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kuna uhakika wa uongozi mpaka 2028, 29 atachaguliwa katika kikao kijacho. Ndugu zangu waandishi wa habari, wale wanaopenda historia kama mimi mtajua huyu atakuwa mwaka 2028 ni rais wa tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushika uwenyekiti wa AU. Wa kwanza alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wa pili alikuwa Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, huyu atakuwa watatu katika mzunguko wa duru zile za 52 nchi za bara la Afrika. Kwa hiyo mnamo mwaka 28 Mheshimiwa rais wetu anatarajiwa kuwa mwenyekiti wa AU. Hivi sasa ni makamu wa pili wa rais ama makamu wa pili wa mwenyekiti wa AU. Ndugu zangu wanahabari, kwanza kabisa kama alivyoeleza mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu, nimshukuru sana kutoa ufafanuzi kwamba kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa ni assuring sustainable water availability and safe sanitation systems to achieve the goals of Agenda 2063. Yaani kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji na mifumo salama ya usafi wa mazingira ili kufikia malengo ya ajenda hii ya bara la Afrika, Agenda 2063. Sisi vision yetu ni 2050, lakini ajenda kuu ni 2063, na nitaomba waandishi wa habari kwa umahiri wenu baadaye, hii ajenda nzima iko online kwenye internet, muifanyie upekuzi zaidi, muifanyie utafiti na kuwaelimisha wananchi, kwa sababu jukumu lenu mojawapo kubwa kabisa ni pia kuelimisha umma na jamii nzima, na mmekuwa mkiifanya vizuri. Kwa hiyo na hii nawapeni lead ambayo ipo pale, na kila mwaka inakuja AU inakuja na theme nyingine. Kama mnavyojua nchi yetu ilizungumzwa vizuri na imejaliwa na mazingira mazuri ya maji, kwa sababu tumezungukwa na maji mengi. Nimeambiwa niende kidogo, kwa hiyo najitahidi kutoa ufafanuzi. Ripoti ya tatu ni ripoti ya kamati ya wakuu wa nchi na serikali kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Kwenye mazingira pia tumekuwa tukifanya vizuri. Sisi ndio tulikuwa mwenyekiti ambaye tunamaliza muda wetu katika kamati hiyo. Mkutano huu wa 39 ulipokea taarifa ya kudumu katika kamati ya wakuu wa nchi na serikali ya Umoja wa Afrika kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Katika kamati hii mwenyekiti ni Kenya, na ripoti hiyo ya kamati ya wakuu wa nchi juu ya mabadiliko ya tabia nchi, Tanzania imeteuliwa kuwa mjumbe wa kudumu wa kamati hiyo. Kwa sasa Tanzania pia imekubaliwa kuwa mwenyeji wa kituo cha mafunzo ya vijana katika bara zima la Afrika. Makao makuu ya kituo hicho cha mafunzo kwa vijana kwenye masuala yote ya mazingira, tabia nchi yatakuwa hapa nchini Tanzania, na ajenda hiyo ilipitishwa rasmi. Haikuwa rahisi, nikwambieni tu, sitaki kwenda zaidi, lakini haikuwa rahisi. Lakini Tanzania ilipigania sana kupata kituo hicho kija hapa kuwa makao makuu barani Afrika, na pia kuwashirikisha vijana wengi katika masuala ya mazingira na tabia nchi. Juzi nilikuwa nasoma baadhi ya articles, nikaona siku hizi hata kwenu waandishi wa habari, majournalist, kuna environmental journalist, kuna climate change journalist, kuna environmental journalism ambayo ni subject. Na kwa hiyo niwatakie kila laheri, na naamini siku moja tuzo katika eneo hizo pia hilo
litatolewa na bara la Afrika, na Mungu ajalie ije Tanzania tuzo hiyo kupitia kwenu. Hayo yatakuja yote kwa sababu yamezungumzwa. Kama mnavyojua, Tanzania imekuwa ni mjumbe katika Baraza la Usalama na Amani la AU kwa miaka 4 mfululizo, mara 2. Na mwaka 2029 Mungu akitujalia, Tanzania itakuwa mjumbe katika Baraza la Usalama na Amani la Umoja wa Mataifa. Yani tunaingia kwenye Security Council 2029. Hivi sasa tulianza tokea 2022 hadi mwaka huu tunamaliza rasmi kuwa mjumbe wa Baraza la Amani na Usalama barani Afrika. Na ndio maana sisi ushiriki wetu ulikuwa mkubwa kuanzia mwanzo kwenye ajenda mpaka uwasilishaji kwenye Baraza Kuu la Umoja wa Afrika. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, licha ya kukiri kuwepo kwa changamoto za kiusalama, pia alipongeza sana jitihada mbalimbali zilizofanywa katika kukabiliana na migogoro na kugusia pia mchango uliotolewa na nchi yetu. Kama mnavyojua, nchi yetu ni mchangiaji kwa hali na mali pamoja na vijana wetu katika kulinda amani barani Afrika, yani peacekeeping forces. Katika kipindi cha miaka 4 ujumbe wake Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika baraza hili kuu lilihusu pia masuala mbalimbali ambayo yanasimamiwa na baraza, ikiwemo uchaguzi, pia amani na usalama.